Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea na utaratibu wa zoezi letu la kusoma Biblia ndani ya siku 78 kwa vitabu vinne vya Injili kuanzia Mathayo, Marko, Luka mpaka Yohana. Tumeanza siku ya jana tarehe 14 ya mwezi wa 10 na Yohana sura ya kwanza mpaka kufikia tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Tunatarajia kuwa tumekamilisha vitabu vinne vyote vya Injili. Na leo tunaingia sura ya pili ya kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Kama ilivyoandikwa, neno la Mungu linasema: na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila moja lapata kadiri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema. Hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Baada ya hayo akashuka mpaka Kapernaumu, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake. Wakakaa huko siku si nyingi. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu, na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msiifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku 3? Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilolinena Yesu. Hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya mwanadamu. Amen.